Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizonazo na taarifa ambazo nimekuwa nikikufikishia mtazamaji na mfuatiliaji wa Dafren TV, ni kwamba siku ya leo tarehe 27, na inaomba nikwambie taratibu kabisa kwa sababu sitaki watu wengine wasikie. Nakwambia taratibu. Leo bana ni tarehe 27. Tarehe 27 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2025. Umesikia bwana? Sasa taarifa zinaeleza kwamba siku ya leo ndo siku ambayo waziri mwenye dhamana ya michezo ameitisha kikao kizito pale Dodoma. Taarifa hiyo ndani, kikao kizito cha kujadili mambo kadha wa kadha. Kwenye kikao kaitwa rais wa TFF, kaitwa mwenyekiti wa board wa BMT, baraza la michezo taifa, kaitwa mtu kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara Steven Mguto na kabineti yake, wameitwa watu wa Simba na wameitwa watu wa Yanga. Watakaa kikao kizito sana na waziri, na inasemekana kikao hiko kinaenda kukaliwa siku ya hiyo kesho. Siku ya leo, kumradhi, siku ya hii leo. Inawezekana ninavyozungumza nanyi hivi sasa kikao kiko kinaendelea. Sasa hivi ninavyozungumza nanyi, sasa hivi ninavyozungumza, inawezekana iko kikao kipo kinaendelea. Sasa nataka mimi na wewe tukae sehemu moja tujadili na nikupe kidogo brief ya nini ambacho kinaweza kikawa kinajadiliwa kwenye iko kikao. Although hatujajua exactly ni nini ambacho kinajadiliwa kwenye iko kikao, lakini hatuna budi kuguess, kujaribu kutazama ni maeneo yapi ambayo yanaweza yakaguswa na tutarajie nini kutoka kwenye iko kikao. Haya yanaitwa matazamio kwenye kikao cha waziri wa sanaa, utamaduni na michezo. Hatuko sure kama hawa kweli jamaa wapo kwenye iko kikao, kwa sababu ni tetesi na hakuna sehemu yoyote ambayo wamedhibitisha, hususan serikali na vitu kama hivyo. Lakini lisemwalo lipo lipo laja. Sasa kikao hiki cha waziri kinaweza kikajadili nini? Jambo la kwanza kitaweza kujadili, kama kitakuwepo, kinaweza kikajadili kuhusu suluhu, kuhusu ni nini kilichotokea siku ya dabi. Kwa sababu kama hujui sababu ya watu kurumbana na kusigana na kutoleana mapanga, waweza kujua kivipi dawa ya kuwatibia angali hujui tatizo. Kwa hiyo kutakuwa kuna ule ukweli fiche ambao hatakuwa tunaujua tangu mwanzo, ambao wataueleza mbele ya waziri kwamba waziri bwana, sisi tulifika pale ikawa 1 2 3 4 5 6 7 8. Katika hili tuliwasiliana na 1 2 3 4 5 6 7 8. Katika hili watawasilisha. So wataenda kuambia ukweli waziri ni nini ambacho kilitokea siku. Na kama kweli ni masuala ya kiusalama, manake kutakuwa na mtu anayetoka katika wizara ya mambo ya ndani, hususan polisi, ambao wanahusika katika ulinzi wa raia na mali zao, kwa sababu kwenye ule uwanja kuna mtu ambaye anateuliwa mahususi kwa ajili ya masuala ya usalama. Kwa maana huyu mtu atakuwepo pale. Kama ni swala la kiusalama, ataweza kutoa ripoti yake ambayo waliiona na kile ambacho kilisababisha hiyo mechi ichezwe. Kama ni cha kiusalama, wataambiwa kinagaubaga, kwa sababu Yanga wanahitaji kujua ni nini ambacho kilisababisha huo mchezo usichezwe, wakati bodi ya ligi kuu Tanzania inasema sababu za kiusalama. Sasa inawezekana ikawa ni sehemu ya kueleza ni nini kilichotokea kiusalama zaidi, kwamba mechi haikuchezwa kwa sababu 1 2 3 4 5, na nyote inabidi muelewe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo linaweza likatokea katika kikao hiki ni suluhu ya mgogoro uliopo kati ya Young Africans na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii leo nimepata wasawa kusoma andiko la mchambuzi mmoja wa kufahamika kama Master Tindwa. Ni mchambuzi kutoka kwenye chombo kimoja kikubwa sana hapa nchini Tanzania. Ameeleza kwamba ukitazama kwa jicho la haraka utaona kabisa kuna eneo ambalo bodi ya ligi kuu Tanzania bara na TFF na Yanga hawapo kwenye mahusiano mazuri. Kama watakuwa kwenye mahusiano mazuri ni viongozi, lakini huku chini kwa mashabiki na nini wanaishuku bodi ya ligi kuu TFF na Yanga
Wao direct hawaishuku bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ila wanaishuku direct bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa haya yanaweza yakawa maeneo ya kushake hand, kupeana mkono bana, hii ni masuala ya mpira, tulikafirika au kilitokea 1 2 3, wacha ujenzi wa taifa uweze kuendelea. Inaweza ikawa ni sehemu ya kutafuta hiyo suluhu. Na hiyo suluhu itapatikana vipi? Ni kwa kila mmoja kuwa mkweli na kueleza kinaga ubaga kwamba fulani umefanya 1 2 3, sikuamini kwa sababu 1 2 3. Hilo ni jambo la pili, kuitafuta suluhu baina ya watu ambao wameyasemiana na mgogoro uliopo. Jambo la tatu ni kulinda picha ya nchi kwenye hiki. Ni kulinda picha nchi kwa sababu gani? Kwa sababu bodi ya ligi kuu, Simba na Yanga ni wakongwe kuliko bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii ni tunu ya taifa. Lazima wanavyokuwa ended ni tofauti unavyoweza kuwaenda watu wengine. Hawa ni watu ambao wameishikilia pia historia ya uhuru wetu. Ndani ya kitabu cha Young Africans wanaeleza kinaga ubaga jinsi ambavyo walivyoshiriki kwenye kutafuta uhuru. Kwa hiyo Yanga na Simba ni tunu ya taifa, lazima walindwe. So inawezekana ikawa ni sehemu ya BMT kuwakumbusha kwamba nyinyi ni tunu ya taifa na serikali inawategemea. Msifanye utoto katika hili kwa sababu nyinyi ni sehemu ya mapato. Imagine uwanja wa taifa Simba na Yanga wakicheza, unaingiza mashabiki 50,000. Mashabiki 50,000 wanatoa viingilio. Hawa watu hivyo viingilio wanakatwa kodi. Hawa watu wanasafiri, wanaweka mafuta kwenye magari, pikipiki. Manake vinakatwa kodi. Kuna watu wanauza vinywaji pale, vina kodi. Sasa ukiangalia chain hiyo ya thamani wanayoipata kwenye ni kubwa. Serikali ni mdau namba 1 wa michezo, lakini michezo ni mdau namba 1 serikali. Tunategemeana. So lazima wakumbushe kwamba nyinyi ni tunategemeana. Msilete mzaa katika hili. Matokeo yake yatakuwa vipi kama kikao kitaenda vizuri? Matokeo yanaweza yakawa katika muktadha wa maeneo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tunaweza tukaona tarehe ya mechi ya marudiano itapangwa lini, kwa sababu kesho ligi kuu Tanzania leo CRDB narudi. Lakini pia kesho utaona mechi ya Yanga, utaweza kuona mara baada ya hapo Simba anasafiri kwenda kimataifa, Yanga anaenda kucheza na Tabora, maana ligi inarejea kama kawaida. So tunaweza tukaona tarehe ya dabi itapigwa siku lini ili maisha mengine yaweze kuendelea kama wataenda vizuri. Na kama wataenda vizuri tunaweza tukashuhudia kusamehana, na Young Africans wanaweza kutoa taarifa kwa umma kuambia umma kwamba kwa kikao ambacho wamekaa labda na waziri wamekubaliana kwa namna moja ama nyingine kusamehana. Jambo la mwisho linaweza likawa ni la maamuzi magumu. Kuna watu ambao wanaweza wakashauriwa kujitoa kafara ili mambo yasiende segemnege. Tuweze kukaa sehemu moja ambayo inaelewana kwamba bwana Almachus Kanyasi ngatuka kwa ajili ya manufaa makubwa ya mpira wetu, na iko kitu tukitarajie. So haya ndo mambo ambayo kama kikao kitaenda vizuri tuyatarajie. Uzuri ni kwamba kesho, mara baada ya hao jamaa kumalizana, nitaweza kukufahamisha. Maybe inaweza ikawa muda si mrefu nitakwambia ni nini ambacho kimejadiliwa na maamuzi yapi ambayo yamechukuliwa. Asante kwa kuwa nami. Subscribe, comment, like, share. Utakuwa umefanya kazi nzuri. Asante. Bye bye.